Asante kwa uwepo wako mahali hapa. Asante kwa neema ambayo umeiachilia kwetu. Sifa ni zako na utukufu, Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba ya yote, tukiamini na kushukuru, na watu wa Mungu tuseme amen. Amen. Asante sana praise team. Mungu awabariki. Asante kwa kazi yenu njema. Tunaweza tukaketi sasa, tuketi kwenye viti vyetu. Yes, tuketi kwenye viti vyetu. Uwepo wa Mungu uko hapa, nguvu zake pia zipo hapa leo. Ongeza makofi mengi kwa Yesu kwa ajili ya uwepo wake hapa. Awali yote ninapenda nimshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya asubuhi, ibada ya Kiingereza, namna ambavyo Mungu amemtumia baba yetu. Mungu akubariki sana baba kwa ajili ya somo la leo. Asante sana kwa ajili ya somo hilo. Tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya ibada hiyo ya Kiingereza asubuhi. Lakini pia kwa namna kipekee ndugu yangu pale Simon Mabula, mtumishi wa Mungu, asante sana kwa ajili ya neno zuri kwenye shule ya Jumapili. Tuongeze makofi kwa ajili ya Simon Mabula. Basi muda huu tuweze kuomba sasa, tuendelee na neno jingine. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu ketie mahali pa juu, tunakushukuru Bwana kwa sababu wewe ni mwema na tena ni mwaminifu. Tuko mbele zako wakati huu, tunaomba Roho Mtakatifu utusaidie tena, utufundishe neno lako, tukapate kulisikia neno lako Bwana, likatuvushe kwenye mahangaiko yetu. Sifa na utukufu ni za kwako na ziendelee kubaki kwako wakati wote. Naomba Bwana ukanitumie pia mimi kama chombo tu, kama speaker tu, kaniguse na kunihudumia pia. Kwa utukufu wako Bwana tunaomba ya yote, tukiamini pamoja na kushukuru, na watu wa Mungu tuseme amen. Andika kufunguliwa ili ufanikiwe. Kufunguliwa ili ufanikiwe. Huu ndio ujumbe wetu wa leo. Kufanikiwa ili ubarikiwe, au fanikiwa. Funguliwa ili ufanikiwe. Funguliwa ili ufanikiwe. Funguliwa ili ufanikiwe. Moja ya kanuni ya kiroho ya kufanikiwa ni kufunguliwa katika vifungo vyote vya kiroho, kwa sababu huwezi ukafanikiwa ikiwa bado upo katika vifungo. Unapaswa kufunguliwa kwanza, kuwekwa huru kwanza, ndipo uje ufanikiwe. Na kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa mafanikio, hatuna budi kuweza kujifunza ni kwa namna gani tunaweza tukafunguliwa kisha tukafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukafanikiwa kwenye vile viwango vya juu ikiwa bado upo kwenye vifungo. Vifungo kwanza vikuachie, vikutoke, ndipo uweze ukafanikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeona ni vyema kabisa tuweze kujifunza kwa utaratibu, kujua namna gani tunaweza tukafunguliwa kwenye maeneo yote, ili mafanikio tunayoyaimba yawe halisi kwenye maisha yetu. Na wakati naandaa ujumbe huu, nikagundua kwamba wengi wamefungwa, na waliofungwa hawajui kwamba wamefungwa. Kwa nataka nikupitishe angalau kwenye aina ama maeneo muhimu ambayo tunaweza tukashughulika nayo leo, ili tuweze kufanikiwa katika ile hali ambayo Mungu anaitaka.
Vifungo vya kwanza au eneo la kwanza ambalo huna budi kufunguliwa ili ukafanikiwe ni eneo la vifungo binafsi. Vifungo binafsi. Tunaposema vifungo binafsi ni ile hali ya kushikiliwa katika ulimwengu wa roho, kukuzuia usifanikiwe, kukuzuia usipige hatua. Hii haihusishi kizazi chako, haihusishi familia yako, bali wewe kama wewe peke yako. Kuna namna ambayo adui hujaribu sana kukufunga wewe peke yako ili kukuzuia usije ukafanikiwa. Kwa mfano, Biblia inatuambia kwa habari ya mtumishi wa Mungu anaitwa Petro. Petro aliwekwa gerezani. Alafu kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Na Mungu akamtuma malaika wake aende moja kwa moja mpaka kwenye gereza. Alipofika kwenye gereza, alimfungua Petro kwenye kifungo cha gereza. Lakini magereza kufunguka haikuweza kumpa nafasi Petro kwenda kufanikiwa katika kumhubiri Kristo mpaka pale alipofunguliwa miguu na mikono yake. Maana alipowekwa kwenye chumba cha ndani alifungwa kwa mikatale, miguu na mikono ilifungwa, mageti yameachia, milango imeachia, lakini bado anahitaji afunguliwe kwanza. Pamoja na mageti kuachia, mikatale iweze kuachia pia, huyu Petro akawe huru. Tena akawe huru kweli, akaende kufanikiwa kwenye kazi ambayo ameitiwa. Kuvunjwa kwa makufuli au kulegezwa kwa makufuli ni sawa na vile ambavyo umeokoka, umetolewa kwenye utumwa wa dhambi. Lakini inawezekana ukawa umeokoka, lakini bado kuna mikatale imekushikilia kwenye mikono, kuna mikatale imeshikilia pia kwenye miguu. Pamoja na wokovu wako, lakini bado hauwezi kusonga mbele. Ni sharti kwanza mikatale iweze kufunguliwa, iweze kupigwa, iweze kuachiliwa ili ukafanikiwe vile Mungu atakavyo. Pigie makofi Bwana majeshi. Lakini pia mfano mwingine tunauona kwa mtu anaitwa Lazaro. Lazaro alikufa, siku ya kwanza akazikwa, akakaa kaburini apata siku 4. Maana yake akawa ameharibika kabisa kwa sababu amekufa na amefungwa sana. Yesu akaenda kumfufua Lazaro, akamuita Lazaro, njoo nje. Maandiko yanasema Lazaro alifufuka. Bwana Yesu asifiwe. Alifufuka, lakini pamoja na kufufuka kwake bado alikuwa amefungwa sanda. Maana yake kulikuwa hakuna namna kwa Lazaro kwenda kule atakako, kwa sababu amefungwa. Anahitaji afunguliwe. Pamoja na kufufuka kwake afunguliwe ili aweze kufanikiwa kule anakotaka kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kama mtu amefungwa mfano wa Lazaro, hawezi kujifungua yeye mwenyewe. Anahitaji mtu wa nje aweze kumfungua. Hii ni sawa na kusema mtu aliyefungwa kwenye kifungo chochote ni mfano wa mtu ambaye yuko chini kwenye shimo ambako hawezi kujitoa mwenyewe. Kutoka kwake anahitaji msaada wa mtu mwingine ambaye yuko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa juu ana uwezo wa kumtoa huyu ambaye yuko shimoni. Na ndivyo ilivyo kwenye maisha yetu. Kama mtu amefungwa mahali fulani, hajapoweza kuomba mwenyewe, ataomba vizuri, lakini bado maombi yake anahitaji msaada, anahitaji mtu mwingine, anahitaji kanisa,
anahitaji watu wasimame kwa juhudi kwa ajili yake ili kumchomoa mazima kwenye kifungo alichofungwa. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Na unajua watu wa Mungu, wale waliofungwa mara nyingi hawajijui. Mnaelewa vizuri? Hawajijui. Hata wewe ukiambia umefungwa unasema kuanzia wapi? Nimefungwa kwenye eneo lipi? Nataka nikupitisha maeneo ambayo alafu ujihoji mwenyewe kwamba mimi eneo hili pia nikoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tuna vizuizi vingi kuelekea kwenye ndoto yetu ya mafanikio. Vizuizi hivi ni vifungo. Haiwezekani kufanikiwa kwenye viwango vya juu kama bado tupo kwenye eneo la vifungo. Na ishu kubwa sio maarifa peke yake. Ishu kwanza ni kufunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Ili kundi la kwanza la vifungo binafsi, acha nikupeleke kwenye mfano huu kidogo. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na maarifa mazuri sana ya kufanya biashara. Namna gani aanze biashara, namna gani aweze kuendelea. Kwa maana amesoma, ameingia kwenye semina nyingi za ujasiriamali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwango cha maarifa cha kuanza na kuendesha biashara alikuwa nacho. Lakini mtu huyo anapopata pesa tu, siku ile ile ya pesa inapoingia, ndio shida pia huja. Tasikia simu hapo pap, mwanao anaumwa. Anauliza, imekuwaje anaumwa? Nasema alidondoka tu ghafla. Tena leo asubuhi. Tuma hela tumpeleke hospitali. Hajakaa vizuri, anapokea pia taarifa ya kwamba mama yako ambaye yuko kijijini yuko hoi. Tuma pesa. Bwana asifiwe. Huyu mtu akirudi nyumbani anakuta sijui kuna msiba anakuishi. Naambia afadhali bwana, baba fulani, mama fulani umekuja. Tulikuwa tunakusubiri wewe hapa kwenye daftari. Hebu andika chochote hapa. Kwa matatizo juu ya matatizo, pesa ikiisha, matatizo pia yanaisha kwa muda. Kwa matatizo haya yanakuja pale tu mtu huyu anaposhika fedha, kana kwamba anajua mtu huyu tayari amepokea fedha. Ni kweli, hatusemi vibaya. Kuna wakati kweli kuna shida zinakuja kwa sababu hazina hodi, zinakuja kwa dharura. Lakini ukiona wakati wote unaposhika fedha ili ufanye jambo la maendeleo, alafu ghafla hapo hapo ndio matatizo, shida, adha zinaibuka, ujue pana shida mahali fulani kwako. Hapako sawa maeneo fulani. Sio wakati wote. Sio wakati wote. Lakini ikiwa hivyo, mara nyingi ilitokea hivyo, ujue kuna mahali fulani kuna kifungo au kuna vifungo ambavyo unabudi ufunguliwe. Unabudi utoke kwenye vifungo hivyo, uwe huru, ili fedha uliyopata ukaifanyie kazi unayoitaka, ili fedha uliyopata ukaanzishe kitu ambacho umekusudia kuanzisha. Kwa sababu kama kila wakati kuna kikwazo, kuna kifungo mahali fulani. Wangapi wananipata vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Hebu jichunguze mwenyewe, jicheki mwenyewe. Upatapo fedha, nini hutokea? Na hakika kabisa kuna watu wa namna hiyo. Yaani mpaka wanasema huyu jamaa amejuaje kama nimepokea hela? Amejuaje nimepokea mshahara? Kwa hiyo pesa ikiisha, matatizo nayo yanatulia tuli. Hii ni kifungo binafsi. Kuna mahali fulani umefungwa. Haiwezekani ukatoka hapo kama hujashughulika na kifungo hicho. Hapo haitajiki maarifa ya kuanza na kuendelesha biashara. Haitajiki hivyo. Pamoja na maarifa hayo, lakini lazima ujue kwamba ufunguke, utoke kwenye kifungo hicho. Ukiwa huru hapo sasa,
changanya na maarifa. Kufanikiwa ni fungu lako kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Kwenye Biblia inatupa habari ya mwanaume mmoja ambaye alikuwa amefungwa na mapepo, ambaye Biblia inaita ni legion, yani ni jeshi la mapepo. Mtu huyu akawa anaishi makaburini, akiwa akijikatakata kwa mawe, na kwa sababu mapepo alikuwa ni mengi kwake, haikuwezekana mtu huyu kufungwa kwa kamba za kawaida. Wakimfunga kwa minyororo anakata, kamba za kawaida anakata. Yupo kwenye kifungo kikali kinachomzuia asije akafanikiwa. Anaishi makaburini, na watu wanapopita njia hii wanasema fulani yule chizi, kwa sababu alikuwa hata nguo havai. Alikuwa anaonekana ni mtu ambaye hana akili. Watu wa Mungu, kumbe sio wote ambao hawana akili hawana akili. Mnaelewa vizuri watu wa Mungu? Kuna wengine ni wingi wa mapepo, vifungo vinamnyima nafasi kuonekana kwamba mtu huyu anazo. Wakati wote anaonekana hana akili, yani kuondoa kibali cha mtu huyu, kwamba mtu huyu hapana, hayuko sawa mtu huyu, simpe kazi kwa sababu hayupo sawa. Lakini kumbe yuko sawa, isipokuwa tu mapepo, vifungo vinamnyima nafasi ya kufanikiwa kuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ambavyo ilitokea kwa mtu huyu. Hebu tukasome kidogo kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, kwenye kitabu cha Marko sura ya 5. Tuanzie ule mstari wa 5 kidogo tu. Marko 5:5. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Mstari wa mwisho. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Na hapa Yesu alipomfungua kifungo, alipomfungua mtu huyu, ndio mwanzo wa mafanikio yake, ndio mwanzo wa ustawi wake, ndio mwanzo wa kuonekana kwamba mtu huyu anazo akili. Maana alipofunguliwa tu akavaa nguo na kuonekana mtu huyu kumbe anazo akili. Kitu gani kilimweka makaburini? Mapepo. Kitu gani kilimweka makaburini? Vifungo vilimlaza kwenye makaburi usiku na mchana, kikaondoa akili zake, zikamfanya mtu huyu kwamba ni mtu ambaye yuko wa ovyo wakati wote. Lakini kumbe alipofunguliwa alifanikiwa maradufu. Nami nakutangazia asubuhi na mchana wa leo, kuna mahali ambako Bwana anataka afungue leo ili mambo yako yawe sawa. Makofi mengi kwa Yesu. Kumbe mtu huyu alikuwa ni mwinjilisti. Nani alikuwa anajua? Bwana Yesu asifiwe. Vifungo vikamzuia mafanikio yake ya injili. Katika mstari wa 28 sura hii ya 5, mstari wa 28 tunamuona mtu huyu. Mstari wa 18, tuanze 18, mtumishi wa Mungu 18, anzia 18. Mtu huyu alipofunguliwa tu hakuwa tena yule wa mwanzo, na alipokuwa akipanda chomboni, yule alikuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye. Mstari unaofuata, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kawahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana, na jinsi alivyokurehemu. Mstari wa mwisho wa 20, akaenda zake akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu.
Bwana Yesu asifiwe. Anakwenda kuhubiri kwenye miji 10 Dekapoli, alafu watu wote wanamwangalia kusema mtu huyu sasa ilikuwa ni chizi, imekuwaje leo anahubiri? Kwa sababu kifungo kilimfunga kwenye eneo ambalo kikazuia huduma yake, kikazuia karama yake, kikamlaza chini. Lakini Mungu anamtazama aliyefungwa kama mwinjilisti hodari, anamtazama aliyefungwa kama mtumishi wa Bwana mwenye mafuta. Hivi ndivyo ambavyo Bwana leo anakutazama wewe kama mtu wake hodari kwenye kazi yake. Makofi mengi kwa Yesu. Kumbe huyu asingeweza kumhubiri Kristo katika kufungwa kwake. Ilibidi kwanza afunguliwe. Na hapa hakufungwa mama yake, baba yake, alifungwa yeye. Mapepo yalimvagaa yeye. Vifungo hivi ni vifungo binafsi vya mtu mwenyewe kwenye maeneo mbalimbali. Ili mtu huyu aweze kufanikiwa kwa mwaka huu, maana yake anapaswa afunguliwe. Anapasa awe na nia ndani ya kusema sitaki tena, kwa maana nimejaribu kwa miaka mingi sijatoka, lakini mwaka huu kwa maombi yangu na maombi ya wachungaji nataka nitoke. Akidhamiria hivyo maombi yake na ya wachungaji, anafunguka kwa jina la Yesu. Sema amina. Alifunguka mtu huyu akawa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu huyu tumeona kumbe alikuwa anaonekana ni chizi, hana akili, lakini kwa sababu tu alikuwa amefungwa na majeshi ya mapepo wabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofunguliwa ghafla aliweza kwenda kuhubiri injili kwenye miji zaidi ya 10, akimhubiri Kristo, akisema kwamba hivi ndivyo ambavyo Kristo anaishi. Leo watu wa Mungu tunaishi na watu ambao ni kama vile hawana akili, ni kama vile machizi fulani, na wanadharaulika kabisa. Lakini kumbe wala sio. Mapepo yanawafanya kuonekana kuwa ni machizi. Huyu aliyekuwa amefungwa alikosa kibali. Hakuna mtu ambaye angeweza kufanya biashara naye huyu, kwa sababu kwanza anaonekana ni chizi, ni mtu asiyekuwa na akili. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi afunguliwe kwanza. Kuna wakati mwingine unapoteza kibali kabisa. Usifikiri tu sababu za kawaida. Kuna mambo ya kiroho yanakuzuia, yanakufunga mahali fulani, kukunyima nafasi. Mtu mmoja baada ya kuoa mke wake ambaye walikuwa wanapendana sana kwenye kipindi cha mwanzo, lakini ghafla upendo ukapoa ndani ya ndoa. Yule mwanaume anaulizwa, anasema, sijui ninamuonaje mke wangu, havutii tena kama mwanzo, sijui yupoje. Lakini mke wake ni huyo, hajabadilika, yuko vile vile. Alipoombewa, kumbe huyu mwanamke alivalishwa kinyago, kitu ambacho kilimuondoa kwenye nafasi yake ya muonekano. Kwa mumewe akimuona mke wake, anamuona kama mtu fulani hivi wa ovyo, lakini ndio mtu ambaye alikuwa anampenda sana mwanzo. Alifungwa. Alipofunguliwa, upendo wa ndoa ukarejea mahali pake, nafasi yake ikarejea mahali pake, pendo likashamiri na kukua kama mwanzo. Na hivi ndivyo ambavyo tunaomba leo, Bwana akaingilie kati kwenye mahali ambako yamkini kuna kifungo, vikatwe kwa jina la Yesu. Tunataka tusonga mbele zaidi hapa. Wanaonipata sema amina. Makofi mengi kwa Yesu. Hili ni kundi binafsi la watu ambao wamefungwa, alafu bila wao kujielewa, na ni mifano iko mingi kwenye Biblia. Lakini kwa sababu ya muda, ngoja tuende kwenye kundi nyingine ambalo nimelipa kichwa cha habari. Ngoja tuangalie mfano huu muhimu sana kabla kwenda kwenye kingine. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 4, tuangalie mfano huu kwanza. Injili ya Yohana sura ile ya 4 kuanzia mstari ule wa 4 mpaka mstari wa 30.
utasoma kwa muda wako, ni parefu sana. Lakini hii ni habari ya mwanamke Msamaria. Mwanamke huyu alikwenda kuchota maji kwenye kisima. Siku ile ndiko mahali ambako alikuja kuonana na Yesu. Huyu mwanamke alikuwa amefungwa katika eneo la kwanza la mahusiano. Kwa nini mchungaji? Kwa sababu alikuwa na wanaume 5 na yule wa 6 hakuwa mume wake pia. Mtu wa namna hii ina maana ana mahangaiko kwenye mahusiano. Aliyekuwa naye sio mumewe, na mwingine pia sio, na yule wa 6 pia naye sio. Amefungwa kwenye eneo la mahusiano, hajaolewa. Biblia haitupi muda wa mahangaiko yake kwenye mahusiano, lakini kitendo cha kutuambia kwamba mume wa kwanza hakuwa, mume wa pili hivyo hivyo hakuwa, mpaka yule wa 6, inaonyesha kulikuwa na muda hapa wa mahangaiko makubwa sana, ambayo mwanamke huyu alikuwa na safa, anahangaika kwenye eneo la mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kabisa mwanaume wa kwanza alimwahidi kumuoa, lakini hakumuoa, alikuwa anatembea naye. Alikadhalika pia wa pili ni hivyo hivyo, wa 3, wa 4, wa 5 mpaka wa 6, kuonesha mtu huyu alikuwa anahangaika, anasota kwenye mahusiano. Asa mtu huyu ukimfundisha habari za kujipamba vizuri, aonekane vizuri ili apate Bwana, tamfundisha sana, tamfanyia semina nyingi sana, lakini haiwezekani mpaka afunguliwe kwenye kifungo kilichofungwa. Tunaelewana vizuri, watu wa Mungu? Na kuna watu wa namna hiyo, sio tu kwa wanawake na kwa wanaume pia. Kuna watu hawataoa ama kuolewa kama hawajafunguliwa kwenye hilo eneo. Unaona tu wakati wote, vipi mwaka huu? Mwaka huu lazima kieleweke. Januari imekatika, Februari imekatika, Machi, April, Mei inakuja. Vipi bwana? Bado mwaka una siku nyingi, bado mwaka unaisha pia. Bwana asifiwe sana. Ana malengo, anatamani kuoa, ana malengo, anatamani kuolewa. Na inawezekana pia na mtu kabisa ambaye anasema niko na fulani kwenye mahusiano, lakini mahusiano hayafiki mwisho kwenye ndoa. Yanaanza vizuri, yanakwenda, yanafika wakati anaachwa au kuacha, anaanza mahusiano mengine mapya tena, kama mwanamke huyu Msamaria kwenye hii Yohana sura ya 4, ambaye alikuwa na wanaume 5. Kuonesha mtu huyu hakuna namna ya kwamba anaweza akakuja kuolewa kwa huyu mwanamke kama hajafunguliwa kwenye hilo eneo. Sasa isifike wakati watumishi wa Mungu tukawaona vijana wasiooa ama kuolewa kwamba hawataki. Hapana, wanataka. Bwana asifiwe. Si ndio vijana, au mnasemaje? Si mnataka? Au hamtaki? Bwana asifiwe. Sema tunataka. Maneno yanaumba ndugu yangu wewe. Bwana asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Kabisa kuna watu ambao kiukweli wanajitahidi sana. Wanaweza kujipitisha hata hapo mbele, wakacheza vizuri ili waonekane, lakini bwana we, wakionekana mwezi wa kwanza wa pili, kimpa tu mahusiano ya miezi 6 kwapa yamevunjika, anaanza tena upya. Mpaka anafika sema sasa sitaki tena wanaume wote, sitaki wanaume. Anajifunga kabisa kwamba sitaki wanaume yoyote, au sitaki mwanamke yoyote. Wanawake wote wako hivi, wanaume wote wako hivi. Hapana, kuna mahali hapako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji msaada wa kimungu, unahitaji mkono wa Bwana, unahitaji kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kanisa la Bwana? Pigie makofi Yesu wa Nazareti. Mwanamke huyu Msamaria kwenye kifungo binafsi pia alizuiliwa kihuduma. Na hapa acha niseme tena,
Kuna watu ambao wanatamani wafanye kazi ya Mungu hii, lakini hawawezi. Wanatamani kutoka moyoni, atamani niombe kama Simon, nihubiri kama Simon, lakini hawezi. Maana kuna kitu fulani hakipo sawa, anahitaji kuombewa, anahitaji kufunguliwa ili afike kwenye matamanio yake. Kuna watu ambao tunasema, wewe mbona uendi kwenye uinjilisti? Anakuambia nitaenda wiki ijayo, leo niko hivi, maana niko hivi. Wiki ijayo inafika, unamuuliza anasema leo imetokea dharura tena. Ila moyoni mwake anasema yeye anatamani kwenda, lakini anachokitamani akifanyii kazi, kuonesha kuna kitu fulani hakipo sawa, anahitaji msaada huyu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaweza tukaona kwenye kanisa watendakazi wapo wengi, lakini wachache wanaojitoa, wachache. Alafu kama hauna jicho la kiroho, unaweza ukawalaumu wale wengine wote wasiojitoa, kwamba huyu umekuaje, huyu ukawalaumu na kwa, lakini sio kweli kwamba wataki. Kuna namna wanazuiliwa. Alizuiliwa Paulo sembuse mtu wa kawaida wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuonesha kwamba kuna namna ambayo lazima ishughulikiwe, vifungo vikaachie, ukaifanye kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupeleke kwenye hii Yohana sura ya 4 mstari wa 28. Mstari wa 28 tafadhali. Tumwone huyu mwanamke ambaye alikuja akafanya kazi kubwa sana ya injili. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu. Nini aliwaambia? Mstari unaofuata. Njoni tazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Na ukiendelea kusoma, watu wengi walimwendea Yesu kwa sababu ya ushuhudiaji wa huyu mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa hayupo hivyo, lakini alipofunguliwa tu akaenda kuifanya kazi ya Bwana ya uinjilisti. Mwenyekiti wa injili Simon, kuna wainjilisti wengi tuko nao humu ndani, lakini wanahitaji mkono wa Bwana kufunguliwa kwanza, ili wasimame kama mwanamke huyu alivyosimama, kuwaleta watu wengi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii ni kazi ya Bwana. Alipofunguliwa akawaleta watu wengi kwa Yesu, maana alifanya kazi ya injili, akashuhudia, akafanya hivi na vile, na hatimaye watu wakaja wakaokoka wengi sana. Eneo lingine ambalo tunapaswa kufunguliwa, na tutaweza kuliombea hili pia kwenye muda ambao tutakuwa nao wa maombi. Muda umekimbia kweli. Naomba uandike hapa sasa kwa haraka. Aina hii ni ya vifungo vya kifamilia ama ukoo. Vifungo vya kifamilia ama ukoo. Naomba nivitaje tu, nisibaki hapo, muda umekimbia. Cha kwanza ambacho ni lazima ufunguliwe huko ili uweze kufanikiwa, sababu kuna familia ikikishika maisha yako au ukoo, unajikuta unajitahidi vizuri lakini unarudishwa nyuma. Laana na maagano ya kurithi. Laana na maagano ya kurithi. Hapa kuna watu wengi tu wanateswa na mambo ya kurithi. Kwa hiyo anajua nyanja za kufanikiwa, kanuni anazijua, lakini japo jitahidi, familia inamrudisha nyuma. Kuna maagano yalifanyika enzi na enzi, yanamrudisha nyuma. Lakini kundi jingine au eneo la pili, jambo jingine kwenye mambo ya kifamilia ni tabia mbaya za ukoo pamoja na roho chafu. Tabia mbaya za ukoo pamoja na roho chafu. Kuna familia ambazo zina tabia mbaya, au koo fulani zina tabia mbaya, kiasi kwamba mtu anaambiwa usiende kuoa pale. Kwa nini anaambiwa? Kwa sababu hiyo tabia inafahamika wazi. Kwa mfano wa hizo tabia au roho hizo, mojawapo wa hizo: ulevi, uzinzi, hasira, ugomvi, matukano, uongo. Nirudie kidogo. Mfano wake wa tabia hizo mbaya na maroho machafu ya kifamilia ni ulevi, uzinzi, hasira, uongo, magomvi na mafarakano.
Hebu angalia mfano hii. Utaisoma mwenyewe kwa muda wako, lakini angalia mfano hii. Iandike. Mfano, Daudi alizini, ilikuwa ni swala la uzinzi, alizini na Bathsheba na akamuua mumewe. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 11, Samueli wa pili sura ya 11 mstari ule wa 4 na mstari wa 14 na 15. Alafu mwanawe Suleiman, familia hiyo, mwanawe Suleiman naye akazini na wanawake wengi. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 11 mstari wa kwanza hadi wa 3, Wafalme wa kwanza 11 1 hadi 3, Suleiman alioa ama alikuwa na wanawake ambao walikuwa ni kinyume na utaratibu wa kimungu, wanawake 1000, yani wake 700 na nyumba ndogo pia walikuwa 300. 1000 kinyume kabisa na utaratibu wa kimungu, kama baba yake Daudi jinsi alivyo mzima. Alafu mwanae mwingine Daudi huyo kwenye channel hiyo anaitwa Amnoni. Amnoni alikuja kutembea na dada yake mwenyewe anaitwa Tamari. Sasa Amnoni alivunja record, sio tu kwa mwanamke wa nje, dada yake aitwaye Tamari aliweza kutembea naye. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura 13 mstari wa kwanza hadi wa 14, Samueli wa pili 13:1 na kuendelea. Alafu mwanae mwingine wa Daudi, channel hiyo ni kuonesha kitu ambacho kinaweza kikatembea kwenye familia. Mwanae mwingine anaitwa Absalom. Huyu Absalom alikuja akaua mtu wa karibu sana na Daudi. Alafu huyu Absalom akaliasi jeshi la baba yake. Yaani uovu ulikuwa ukitembea kizazi hadi kizazi. Mfano mwingine ni Kaini. Alimuua mdogo wake Abel. Kizazi cha 5 baada ya Abel kuuawa, kizazi cha 5 anaitwa Lameki. Lameki naye akaenda akaua. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya 5, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 23, Mwanzo sura ya 4 mstari wa 23, naye akaenda akaua. Sasa ukiangalia hizi channel zimeanzia kwa babu, zinapita kizazi hadi kizazi, kuonesha mlango wa kurithi upo wazi, haujashughulikiwa bado. Na kama bado haujashughulikiwa, ina maana yoyote atakayezaliwa kwenye channel hiyo atarithi kile ambacho kilikuwepo hapo. Umewahi kuona familia ambayo kama ni kuoa ama kuolewa ni kwa muda mfupi tu, lakini baada ya kuoa ama kuolewa kuachana au kuzalia nyumbani? Sio kama wanapenda, ni channel. Kifuatilizia wanasema bibi naye alikuwaga hivyo, huyu naye yuko hivyo hivyo. Kwa hawa wote wanazaliaga tu nyumbani. Bwana asifiwe. Sema na ikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Sema na ikataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Roho ya maagano na mambo ya laana sio ya kwangu mimi na kwenye ukoo wangu, na ikataa kwa jina la Yesu. Sitaki. Toka. Sema toka. Sema toka kwa jina la Yesu. Sema bye bye. Yes, mpigie Bwana makofi mengi. Fungu nyingine la mwisho ili kwa upande wa kanisa, acha niseme hili la muhimu sana. Dada yangu nasikia, sema hilo, usiliache. Sema hilo. Vifungo vya kanisa. Vifungo kwa upande wa kanisa. Unajua, niwaambie kitu watu wa Mungu. Kanisa la Kristo liko juu ya vifungo vyote. Hii ndio kweli yenyewe, juu ya nguvu za giza zote. Lakini kanisa la Kristo ili liweze kufanikiwa, moja ya mafanikio ya kanisa ni kuwa na makanisa mengi, watu kuongezeka kiroho, ukuaji wa kiroho, maongezeko ya kimwili wa shirika na mambo kadha wa kadha. Maana linahitaji pia kuwa mbali na kila aina ya kifungo
au mbali kila aina ya kizuizi. Angalia mfano wa kanisa la kwanza kule Misri. Kanisa la kwanza kule Misri halikuweza kufanikiwa mpaka Mungu alipolitoa kwenye utumwa. Lilipotoka utumwani, walitoka na mali nyingi. Bwana asifiwe. Kuonesha Mungu kumbe mpango wake kwa kanisa ni kulifanikisha. Lakini kwanza liache mbali na mambo ya utumwa. Chochote kinachozuia kiwe mbali na nyumba ya Bwana, ili kanisa likafanikiwe maradufu. Sema amina. Bwana asifiwe. Ndio maana tunahitaji pia kuwa na vikundi vya maombi. Mafanikio tulionayo hapa Beroya, tunahitaji kufanikiwa zaidi. Bwana asifiwe. Hatua tuliopiga mpaka hivi sasa, tunahitaji hatua kubwa zaidi. Sema amina. Mafanikio yetu yapae na kushuti juu zaidi, lakini lazima kupambana na vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Na vizuizi hivi vipo, lazima tupambane na kuomba. Muda wangu umekuwa ni mdogo, lakini nikupitisha pia kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe kwa kuwa uko hapa, tunataka tufanye maombi wakati huu kwenye maeneo hayo matatu, tuweze kufunguliwa ipasavyo ili tukafanikiwe. Huu ni mwaka wetu wa mafanikio. Kama kuna mahali ambako unaona kabisa mimi kwa jitihada zangu huwa zinagonga mwamba hapa, haijalishi ni eneo gani, leo ni wakati wa kutoka. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuachia. Bwana asifiwe. Na mambo kadha wa kadha ni mengi, wengine magonjwa, wengine elimu. Bwana asifiwe sana. Lakini hayo yote sio fungu lako kwa jina la Yesu. Sio mali yako kwa jina la Yesu. Sio sehemu yako kwa jina la Yesu. Haipaswi kwa jina la Yesu. Sema vitaondoka leo. Sema vitaondoka leo. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Alafu nikuombe usimame mahali ulipo, tufanye maombi kidogo kwenye haya maeneo. Tuanze na eneo la kwanza kabisa, haya mambo binafsi ya kwako wewe kama wewe. Mimi binafsi sijui unaoyapitia, lakini mimi pia na ya kwangu mwenyewe. Bwana asifiwe. Usifikiri hapa anahubiri kwamba mimi nimepona bwana. Mimi pia na ya kwangu. Kwa mimi naomba na mimi pia. Bwana asifiwe. Nataka tuombe sasa kwenye haya maeneo ya kwanza kabisa, kwenye vifungo vyote. Hebu nyoshe mikono yako juu mbele za Bwana mahali tu ulipo. Sema Bwana Yesu, nimekusikia wewe Bwana, nami nahitaji kufunguliwa kabisa kwenye maeneo yangu mimi. Najua ya kwamba kuna maeneo shetani ameinuka, kuna maeneo vifungo vipo, kuna maeneo ya kwangu mimi nimezuiliwa nisifanikiwe. Lakini sasa nakwenda kinyume na hayo maeneo na vifungo hivyo na kamba zao, kufuli zao, minyororo yao, magereza yao, na yakataa sasa kwa jina la Yesu. Kila kifungo walichonifunga nisifanikiwe, jana wa leo na kivunja na kiharibu na teketeza kwa jina la Yesu. Ewe kifungo, niachie leo, mimi si wa kwako kwa jina la Yesu. Ninakwenda kinyume nikiharibu kila roho iliyonikamata na kunizuia hatua zangu na kunizuia mwendo wangu. Ninapomoa leo vifungo hivyo, ninaviamuru vikaniachilie. Omba, omba, omba. Nataka nione ukiomba hapo ulipo. Omba. Ni eneo gani? Omba. Jinasue sasa, kataa vifungo, piga vifungo hivyo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunakwenda kinyume wakati huu na kila roho ambayo shetani ameiachilia ikatufunga kwenye maisha yetu sisi wenyewe. Bwana, tunakwenda kinyume na roho hizo, tunazipiga na kuziharibu leo. Kifungo chochote ambacho kimeshika maisha yetu, tunakiharibu kifungo hicho. Tunapomoa wakati huu, tunavunja na kuteketeza
tunateketeza kwa mamlaka jina la Yesu. Tunakuamuru adui achia, tunakuamuru kifungo achia, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia, 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 achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia. Haijalishi ni eneo lipi ambalo adui ameinuka, lakini leo tunambomoa na kumharibu leo kwa mamlaka jina la Yesu. Tunabomoa na kuharibu, tunateketeza leo hii nguvu za giza zote, tunazipiga na kuharibu leo kwa mamlaka jina la Yesu. Pambana, 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 piga, 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 piga vifungo hivyo, piga. Kuna watu wanaomba na waona, endelea, 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 bomoa, 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 haijalishi nini, piga, piga kwa mamlaka jina la Yesu. Tunakwenda kinyume wakati huu na kila kifungo, tunakiamuru leo kikaachilie kwa mamlaka jina la Yesu. Tunabomoa na kuharibu. Enyi mliofunga toka, achia kwa jina la Yesu, 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 achia. Bomoka, 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 tunakuamuru wakati huu, achia, 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 achia kwa jina la Yesu, achia. Tunabomoa na kuharibu wakati huu kila kifungo ambacho adui amefunga, 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 tunabomoa na kuharibu, tunavunja leo hii, tunateketeza leo kwa mamlaka jina la Yesu. Tunabomoa na kuharibu vifungo vyote hivyo, bye bye, vifungo bye bye, vifungo bye bye, kata, 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 kata mikatale, kata kwa jina la Yesu, kata, bomoa, 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 bomoa kwa mamlaka jina la Yesu, piga, piga, piga kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunabomoa na kuharibu leo kila nguvu ya giza ambayo imefunga maisha yetu, achia, achia, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia. Piga, 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 omba, 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 pambana, 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 pambana kwa mamlaka jina la Yesu. Bomoa, bomoa, bomoa kwa mamlaka jina la Yesu. Kwa uweza wako Bwana wa majeshi, tunapiga na kuharibu leo nguvu za giza hizo zilizofunga maisha yetu. Tunabomoa, tunaharibu leo, tunateketeza leo hii, tunabomoa leo hii. Piga, 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 haribu, 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 bomoa, 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 bomoa kila roho, kila roho, kila roho, kila roho, kila roho, kila roho, raka papa 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 rima kamanda na boshege terebe. Oh, achia leo, achia leo, achia leo, achia leo, achia leo kwa jina la Yesu, achia leo, achia leo kwa mamlaka jina la Yesu, achia leo. Tunakupamoa na kuharibu leo, bomoka, 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 achia, achia leo, achia kwa jina la Yesu Kristo. Tunapamoa na kuharibu leo nguvu zote, nguvu zote, bomoka, bomoka vifungo vyote leo katika kwa jina la Yesu Kristo. Tunapiga na kuharibu leo. Omba, 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 omba. Kuna mambo yanaondoka, mambo yanaondoka, mambo yanaondoka. Vifungo vinakatika, vifungo vinakatika. Kata, 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 kata kwa jina la Yesu, kata kwa mamlaka jina la Yesu, kata kwa mamlaka jina la Yesu. Tunakata na kuharibu leo kwa uwezo wako Bwana wa majeshi. Tunabomoa na kuharibu vifungo vyote katika leo, katika leo, bomoka leo, bomoka leo, bomoka leo, kata, 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 piga, 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 piga. Kuna mambo yanaachia leo, kuna mambo yanaachia leo, vifungo vinaachia leo, vinaachia sasa, vinaachia, achia, 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 achia kwa jina la Yesu, achia kwa mamlaka jina la Yesu. Tunabomoa na kuharibu leo, tunapiga, piga, piga, tunafunga vifungo hivyo, tunakuamuru leo hii ukaachie tu kwa mamlaka jina la Yesu. Tunabomoa na kuharibu leo, ondoka, achia, ondoka, achia maisha yetu yakaachiliwe kwa mamlaka jina la Yesu.